Ndugu wapenzi wasikilizaji wa Ajira Update, tumepokea comment kutoka kwa Ragita Baraka. Anasema, brother, majina bado hayajatoka. Nadhani kama kuna mtu anaweza akamjibu kwenye comment hapo chini. Ila ngoja ni kujibu Baraka. Ragita Baraka iko hivi kaka. Bwana, hatuwezi kufahamu kama majina yametoka au hayajatoka. Kwa nini? Sababu JW wana mfumo ambao wanatumia simu kumtafuta mtu. Kwa hiyo labda kama kuna mtu ambaye tayari ameshapigiwa, basi atujuze. Kama kuna mtu ambaye tayari ameshapigiwa simu, basi tunaomba atujuze tuweze kufahamu, tuwape taarifa na ndugu zetu wengine. Lakini ndugu yangu Baraka, kama mimi nikishapata taarifa au mtu yoyote ambaye akishanisanua kwamba tayari washaanza kupigiwa simu, nitakushtua pia. Lakini sidhani kwa muda mfupi hivi, maana kumbuka maombi ilikuwa mwisho tarehe 28 hadi leo, maybe hadi huu mwezi uishe nadhani. Kwa hiyo tuvute subira kaka, lakini cha kuomba ni kuendelea kumuomba Mungu kwamba anayechambua barua basi na ya kwako aichukue, umenielewa? Lakini kama unakumbuka nilisisitiza sana kutuma barua kwa njia ya EMS. Sasa I don't know wengi mlitumia njia gani, lakini na hiyo ina mata. Maana kama ulitumia njia ya kawaida kutuma barua, mara nyingi barua inafika posta, ila ukitumia njia ya EMS inafika sehemu husika, na nadhani waga inafika hadi ofisini. Ndio tofauti huo, na inaenda kwa haraka. Na kama ulituma maombi ukiwa umechelewa sana, kama hata bado siku 2 siku 3, brother, ni bora tu usahau. Lakini kama ulituma maombi haraka mapema mwanzoni, basi wewe omba tu Mungu akusaidie ile barua yako ichukuliwe na yenyewe wakupigie simu. Ndio iko hivyo, lakini nilisisitiza sana kuhusiana na masuala ya utumaji wa barua. Utume barua kwa njia ya EMS, nilisisitiza sana. Sasa sijajua wengi mlichukua hatua gani, mlitumia njia gani. Halafu nisisitiza tuma barua mapema, nikasema ukituma barua kwa njia ya kawaida inaweza kuchukua siku 4 hata mpaka 5. Lakini ukitumia EMS siku 3 siku 2 ishafika, inaenda chap kwa haraka, maana hata unalipia gharama kubwa kuliko ile ya kawaida. Asante.